Habari wapendwa wa chaneli yetu ya Penicare Afya, karibu tena kwenye kipindi chetu kinachohusu elimu ya afya ya mama na mtoto, lakini pia kwa wewe baba, afya yako ya uzazi. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, karibu sana sana sana. Lakini pia usisahau kusubscribe, kwa like video hii, lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili uendelee kuangalia au uendelee kupata elimu muhimu kuhusu ujauzito, lishe na afya kwa ujumla kwa watu wote. Na leo tutazungumzia mada muhimu sana kwa wajawazito wengi. Kwa hiyo kama wewe ni mjamzito au unategemea kupata ujauzito, au na ndugu yako au na mtu yeyote ambaye yupo karibu yako ni mjamzito au anategemea kupata ujauzito, pia hii itamsaidia zaidi na zaidi. Je, matunda mazuri ya kula mama mjamzito ni yapi? Kuna watu mmekuwa hamjui matunda mazuri ambayo unatakiwa kuyala pale ambako unakuwa ni mjamzito au una ndugu yako mjamzito, unampa matunda yoyote. Leo nimewaandalia somo muhimu sana ambalo litakusaidia wewe kujua ni matunda gani mazuri na muhimu kwa afya yako ambayo yatakusaidia wewe kukupa afya nzuri na lishe bora katika mwili wako kwa ajili ya makuzi ya mtoto ambaye yupo tumboni. Je, hayo matunda ni yapi? Na wakati wa ujauzito, lishe bora ni muhimu sana kwa afya ya mama na ukuaji mzuri wa mtoto. Lakini matunda yana vitamins, madini, nyuzi muhimu zinazosaidia mwili wa mama kufanya kazi vizuri na kusaidia mtoto kukua salama. Na hivyo leo tutajifunza baadhi ya matunda ambayo ni mazuri sana kwa mama mjamzito na mtoto ambaye yupo tumboni, lakini pia na faida zake pia tutajifunza. Na tunda namba moja ambalo nitakufundisha siku ya leo ni ndizi. Ndizi ni tunda nzuri sana kwa mjamzito, na faida zake ni pamoja na kusaidia kuongeza nguvu mwilini, kupunguza kichefuchefu kwa baadhi ya kina mama wanaotapika, lakini pia kusaidia kuzuia kufunga choo, lakini kusaidia misuli kufanya kazi vizuri, na kutokana na madini ya potassium itakusaidia sana ndizi. Kwa ndizi pia ni rahisi kula hata kwa mama anayeshindwa kula vyakula vingine, hiyo itakusaidia. Lakini tunda jingine la pili ni embe. Embe lina vitamini A na C kwa wingi, na faida zake ni kuimarisha kinga ya mwili, lakini pia kusaidia ukuaji mzuri wa mtoto ambaye yupo tumboni na kusaidia afya ya ngozi na macho. Hii ni nzuri, lakini ni vizuri pia kula kwa kiasi, hasa kwa wewe mwenye changamoto ya sukari. Kula kidogo kidogo kwa sababu zina sukari. Lakini tunda la tatu ni machungwa. Machungwa ni mazuri sana kwa wajawazito kwa sababu yana vitamin C ambayo ni nyingi kwenye machungwa. Na vitamin C kwa mama mjamzito au kwa wewe mama inasaidia kuongeza kinga ya mwili, kusaidia mwili kutumia madini ya chuma vizuri, lakini pia kusaidia afya ya ngozi na mishipa ya damu. Na pia chungwa yana maji mengi, kwa hiyo yanasaidia mwili kuwa na maji ya kutosha. Na tunda jingine ambalo tunajifunza ni tikiti maji. Tikiti maji lina maji mengi sana ambayo husaidia kuzuia upungufu wa maji mwilini, ambayo pia faida yake nyingine ni kupunguza mwili kuchoka sana, lakini pia kusaidia kupunguza kuvimba kwa miguu kwa baadhi ya wajawazito, lakini pia na hii husaidia mwili kuwa fresh. Hii ni nzuri sana, na hili tunda nzuri sana kwa kipindi cha joto itakusaidia sana. Lakini tukiangalia tunda la tatu leo nitakufundisha parachichi. Kuhusu parachichi. Parachichi ina mafuta mazuri yenye afya pamoja na vitamins muhimu, na faida zake ni kusaidia ukuaji wa ubongo wa mtoto, lakini pia inakusaidia mama kupata nguvu, na inakusaidia pia kuwa na afya nzuri ya moyo. Na parachichi pia humfanya mama kushiba vizuri kwa muda mrefu, hawezi akahisi njaa kila mara. Lakini kuna tunda jingine ambalo nitafundisha siku ya leo, linaitwa tufaa. Wanaojua tufaa lina nyuzi nyingi zinazosaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Na tufaa faida zake ni pamoja na kusaidia kuzuia kufunga choo, kusaidia afya ya moyo, lakini pia inasaidia mwili kupata vitamins mbalimbali muhimu kwenye mwili wako. Lakini tunda la saba kuna mapera. Mapera ni tunda zuri sana, kwamba mapera na yenyewe yana vitamin C nyingi sana hata kuliko baadhi ya matunda mengine. Na mapera faida zake
Faida zake ni pamoja na kuimarisha kinga ya mwili, kusaidia afya ya mama na mtoto, lakini pia kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Ushauri muhimu kwa wajawazito kwamba mama mjamzito anapaswa kuosha matunda vizuri kabla ya kula matunda tofauti tofauti ili kupata virutubisho mbalimbali tofauti tofauti, lakini pia kuepuka kula kupita kiasi. Unatakiwa ule kiasi kidogo kidogo, lakini pia na kuendelea kupata ushauri wa daktari na wa kitaalamu wa lishe. Kama umejifunza kitu hapo, kuna namba ambayo tumeiweka hapo kwa ajili yako wewe, kwa ajili ya kutupigia ili uweze kupata ushauri na kupata vitu vingine au tiba kama itahitajika ili tuweze kusaidia zaidi. Lakini pia kumbuka kwamba matunda ni sehemu ya lishe bora, hivyo kula pamoja na vyakula vingine vyenye afya ili uweze kuwa sawa. Je, kuna matunda ya kuepuka? Unaweza ukajiuliza matunda ya kuepuka ni yapi? Kwa kawaida matunda mengi ni salama sana kwa wajawazito yakiliwa kwa kiasi na kwa usafi pia. Lakini pia kama una kisukari cha ujauzito, lakini changamoto nyingine za kiafya, ni nzuri sana kupata ushauri wa daktari kabla haujatumia kiasi kikubwa cha matunda au aina ya matunda ambayo utapaswa kuyatumia. Kwa mama mjamzito, baadhi ya matunda mazuri ya kula ni pamoja na ndizi kama nilivyowafundisha hapo juu, maembe, maparachichi, machungwa, tikiti maji, lakini pia mapera, tufaa. Hayo ni matunda ambayo yana virutubisho muhimu na vinakusaidia kwa ajili ya afya ya wewe mama na ukuaji wa mtoto mzuri akiwa tumboni. Asante sana kwa kutazama chaneli yetu ya Pendikia Afya na kutazama video hii mpaka mwisho. Kama umejifunza jambo lolote kupitia video hii, usisahau kulike, kushare, lakini pia kusubscribe na kutuwekea comment ili tuweze kusaidia zaidi na tuweze kushare mambo mengi.